Habari za saa hizi mabibi na mabwana. Ni bingwa tiba asilia Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo ni muendelezo wa kupeana elimu juu ya vipindi vyetu. Na siku ya leo nataka nikupe elimu juu ya mizimu. Leo nataka nikupatie elimu juu ya mizimu ili upate kuelewa. Tunapozungumza mizimu, nilishatoa elimu nikasema tunapozungumza mizimu tunamaanisha ni wale mababu zako waliokuwa wameishi karne nyingi kabla ya kizazi chako wewe kufika. Ieleweke sisi binadamu kabla ya kufikia hapa tulipo kuna vizazi na vizazi vilivyoshazaliwa huko nyuma yetu ambao wamekuwa ndio waasisi wa koo zetu sisi hapa ambao tunaoishi sasa hivi. Kwa hiyo tunapozungumza mizimu tunamaanisha ni babu yako ambaye aliyo muasisi wa damu yako na mifupa yako, ambaye ndio umebeba DNA yake unayemwakilisha yeye katika ulimwengu wa dunia sasa hivi. Kwa hiyo watu wengi sana wanaishi tofauti na vile ambavyo walivyokuwa wanatakiwa kuishi kupitia mizimu ya asili na jadi. Kila kabila, kila mtu ana asili ya kwao. Unapoona Wachina wana asili za kwao na utamaduni wao, na kamwe hawawezi kuuacha kwa sababu huo ndio unawawakilisha wao. Mtu yoyote atakayeacha asili ya kwao maana yake amejikabidhi kuwa mtumwa katika asili za watu wengine, kwa sababu hauwezi kuishi nje ya asili. Lazima utaishi kwenye asili ama katika tamaduni. Kama usipoishi katika tamaduni yako, ujue utaishi katika tamaduni ya mtu mwingine. Sasa changamoto itakayokuwa inakukabili ni kwamba utaishi katika taratibu ambazo ndani yako hazipo. Utaishi katika kanuni ambazo ndani yako hazipo. Kwa hiyo kila siku wewe utakuwa ni mgeni katika hiyo sehemu ya utamaduni huo unaoishi. Na ndio maana wewe mwenyewe utakuwa ni mtu shuhuda. Watu wengi sasa wanashindwa kupata mafanikio kutokana wametoka katika asili na tamaduni zao. Nikikuchukulia kama ilivyo asili ya wanyama, ama wadudu ama ndege ama samaki. Unapomuona samaki, asili yake samaki, jadi yake ni kuishi ndani ya maji. Utakapomtoa samaki, ukamtoa ndani ya maji, ukataka samaki aishi nchi kavu, tayari samaki huyo umeshamfanya aishi kwa tabu na ataweza kuangamia. Kwa hiyo hivyo hata unapoona simba asili yake ni kuishi katika mbuga, ndio anapata ufalme. Kwa hiyo utakapomchukua simba ukamfuga katika banda, maana yake unamkosesha uhuru wake, umemtoa kwenye asili yake. Ndivyo ilivyo sisi binadamu jamani. Kwa hiyo binadamu wengi wamekumbana na matatizo makubwa sana. Si kwamba wamelogwa, si kwamba wametupiwa majini, si kwamba hawana bahati, si kwamba wana mikosi. Ni kutokana wameacha kuishi katika asili za kwao. Kwa hiyo wanakuwa kama vile simba anayefugwa katika banda. Wana uwigo, wanakuwa wanakutana na ukuta na kuna visible fence, kuna fence ambazo zinazowazuia ambao wao wenyewe wanakuwa hawazioni. Wanakuwa wanakutana na kuta ambazo zinazofanya mawazo yao, zinazofanya jitihada zao zisionyeshe mafanikio. Na hii imekuta kuna watu wengi sana wanajituma, wanafanya biashara wapate mafanikio, wanakwenda kwenye mapenzi, wakila wakianzisha mahusiano na watu, mahusiano yanakufa. Unakuta watu wanakutana na changamoto mbalimbali, wanakuwa na mambo ya aina nyingi yanayowakumba mpaka wenyewe wanahisi labda wamerogwa ama labda wana nuksi gani. Lakini ninachotaka nikwambie, 80% ya matatizo yanayowasumbua watu katika jamii yetu ni kutokana na watu kuacha asili na tamaduni zao. Kwa mimi Dr. Mandoto, bingwa tiba asili ya Afrika, mtu wa asili niliyoshika tamaduni na mila, nipo hapa kwa ajili ya kukuletea habari njema ya kukwambia popote ulipo, vyovyote unavyoishi, hatua yoyote ulionayo, kuna namna ya kurudi katika asili ya kwenu, katika mizimu ya asili ya najadi, na ukaweza kupata mafanikio. Jamani, maisha sio magumu kama vile watu mnavyoona, na mambo ni marahisi sana. Lakini ili mambo yaweze kuwa marahisi na mepesi, ni lazima urudi kwenye asili ya kwenu, uishirikishe mizimu ya kwenu, uishi katika taratibu na asili ambayo umeibeba ndani yako. Tukichukulia kwa mfano, kama wewe ni mtoto wa mfugaji, basi ukaenda kujua mafanikio yako yapo katika ufugaji. Kama wewe ni mtoto wa mkulima, ukaenda kujua mafanikio yako yapo katika kilimo. Kama wewe ni mtoto wa mfanyakazi, basi ukaenda kujua pia mafanikio yako yapo katika kazi, kujituma, kujitoa, kuwa mwaminifu. Kama wewe ni mtoto wa mfanyabiashara, ukaenda kujua mafanikio yako yapo kwenye biashara. Ukifanya biashara, mafanikio utayaona. Kwa mimi Dr. Imani Mandoto niko kwa ajili ya kukurudisha kwenye asili yako. Sasa utafanyaje ili kuweza kurudi kwenye asili yako? Maana yake kama usiporudi kwenye asili yako, utaweza kukuta unapambana na matatizo makubwa sana. Na haya ninayoshare hapa ni baadhi tu ya matatizo ambayo yanayoweza kuwatokea watu walioacha tamaduni na asili zao na kutelekeza mizimu ya kwao. Wanaweza wakajikuta wanapata changamoto zifuatazo. Kwa hiyo kama utapata changamoto hizi, ukaenda kujua hujalogwa, hujatupiwa nuksi, hujatupiwa majini, isipokuwa ni asili ya kwenu inakutafuna, inakurutaka urudi katika taratibu ili kuweza kurudi katika taratibu uweze kupata mafanikio. Kwa hiyo kama wewe utajikuta umezaa watoto wako ni wasomi lakini hawapati kazi, wanahangaika kujituma, wenzao wamefikia elimu ndogo tu lakini wana maisha mazuri lakini wao wanahangaika, usije ukafikiri watoto wako wamerogwa, ukaenda kujua ni asili inayokusumbua. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili ya matatizo ni ile kuwa na watoto ambao ni walevi kupindukia. Unakuta katika jamii yetu kuna watu wanakuwa ni walevi wa kupindukia. Kama ni wanywaji wa pombe, si kunywa pombe tena kwa kiasi, wanakunywa pombe mpaka maisha yao yanaharibika. Hawajali watoto wao, hawajali familia zao, wala hawajijali wao wenyewe. Ukiona binadamu anafikia hali hiyo, usizani kwamba ni hali ya kawaida, ni
hali ya kwamba mtu huyu anakuwa anavutwa na ile asili, kunakuwa na mvutano baina ya yeye na asili ya kwao kutokana ametoka kwenye misingi yake. Kwa hiyo anakuwa anakosa kiasi, anakuwa ni mtu ambaye anashindwa kujidhibiti na kujizuia kwa jambo lolote lile. Kwa hiyo utakapoona watoto wako ni walevi kupindukia, ukiona kuna mtu ana kazi lakini anashindwa kufanya vitu vya maana kutwa kwenye pombe, kama ni mume wako, elewa kwamba kinachomsumbua ni asili ya kwao. Kama ni baba yako, elewa kwamba kinachomsumbua ni asili ya kwao. Kwa unachotakiwa kufanya ni kuweza kufanya taratibu kutuona watu wa asili kama mimi Dr. Imani Mandoto, ili niweze kukupa msaada, niweze kumsaidia huyo mtu anayesumbuliwa na tatizo hilo. Jambo lingine ambalo ni janga linaweza likatokea linalosababishwa na mambo ya asili, kuacha tamaduni na asili za jadi, ni watu wanapata magonjwa yasiokuwa na dawa. Endapo utakuta jamii ama mtu anasumbuliwa na ugonjwa usiokuwa na dawa, ukaenda kujua kabisa watu hao ni wale watu ambao walioacha asili na jadi na tamaduni za kwao. Na hii wewe mwenyewe utakuwa ni shuhuda. Unakuta kuna familia nzima watu wanakufa kwa ugonjwa wa HIV. Unakuta kila mtu anapokaa baadaye anakuta na ugonjwa huu wa maambukizi, na unakuwa hauna tiba, anahangaika, anasumbuliwa. Na unakuta sasa hivi kuna dawa, lakini watu wa namna hii wanakuwa pamoja wakitumia dawa bado wanaendelea kupata maambukizi kama hayo, kulingana na kwamba wanakuwa wameacha tamaduni na asili za kwao. Kwa hiyo watu wengine unakuta wanasumbuliwa na ugonjwa wa akili, watu wanakuwa na afya ya tatizo la akili. Watu unakuta familia nzima wanasumbuliwa na utindio na akili mbovu, au wanakuwa wanapata matatizo ya kichaa. Ukiona familia yako pia inakumbwa na matatizo mbalimbali kama hayo ya kichaa ninayoeleza hapa, usihangaike kuona umerogwa. Kuna namna ya kuweza kufanya ili watu wao waweze kuwa vizuri, na hasa haya yatajulikana kama ni matatizo yanayosababishwa na mizimu endapo kama itakuwa familia nzima au katika familia yenu kuna watu wawili au watatu wanasumbuliwa na matatizo kama hayo. Lakini matatizo mengine ni magonjwa ya kulisi. Unakuta watu wanasumbuliwa kama ni pressure za kulisi, yameanza baba, anakuja mama, anakuja mtoto, wanakuja wajukuu. Ukiona tatizo hilo linasumbua kama ni pressure, kisukari ama stroke, ukaenda kujua hiyo sio kawaida. Kuna sehemu fulani katika asili na mizimu ya kwenu mmetelekeza, na ndio inazalishwa shida kama hiyo. Kwa nini mnapata shida kama hiyo? Mnapata shida kama hiyo ili muweze kujitambua, mtuone mabingwa wataalamu kama sisi, watu wa jadi kama mimi Dr. Imani Mandoto, ili niweze kukuchunguzeni, niweze kukusaidieni kukuondoa katika shida hiyo na kukurudisha kwenye asili na mizimu ya kwenu. Jamani, bingwa tiba asili Dr. Imani Mandoto, nimekupa elimu. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na matatizo kama hayo, unakuta watoto wako wanaumwa kila siku, wako ni matatizo, watoto wako wamesoma hawapati kazi, katika ukoo wako watu hawaolewi, watoto wanabebea mimba nyumbani, wanazaa nyumbani, watoto wanashindwa kupata nguvu ya kukusaidia wewe mzazi, wanakutegemea mpaka umekuwa mzee bado watoto wanakutegemea. Usizani kwamba hiyo ni hali tu imejitokeza. Kuna shida katika mizimu ya asili ya kwenu. Nione bingwa tiba asili ya Afrika Mashariki, niweze kuitakasa familia yako, niweze kukurudishia watoto wako katika taratibu na mila za jadi na kwenu. Na ieleweke kama mimi Dr. Mandoto natumia mizimu na majini. Kama wewe ni mtu unayesumbuliwa na mizimu, nitatumia mizimu yangu ya Kizigua mimi Dr. Imani Mandoto kufikia mizimu ya kabila lolote lile. Ieleweke mizimu inaweza kutumika kama linki ya kuweza kuifuata na kuiomba mizimu mingine iweze kuwasikiliza wale watoto wenye shida na matatizo na mkaweza kusaidika. Bingwa tiba asili ya Afrika Dr. Imani Mandoto, nilikuwa nakupa elimu kama hiyo ili usisumbuke tena. Kama una jambo lolote linalokusumbua, nifanyie mimi Dr. Imani Mandoto kwa namba yangu ya simu ya 0655 942428. Namba yangu nyingine ni 0763 38 18 85. Mpaka hapo naamini utakuwa umepata elimu ya kutosha, lakini nikuombe uendelee kusubscribe channel hii ya Dr. Imani Mandoto, lakini pia uendelee kushare video zetu na uendelee kucomment hapo, uliza swali lolote na mimi nitaweza kukusaidia. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.